kwa Mbosso pamoja na Alikiba. Leo hii kupitia kwenye kurasa za Instagram tumeshuhudia clip nyingi sana zinasambaa zikimuonesha Alikiba pamoja na Mbosso yuko studio. Tarehe 26 mwezi wa 12 2025, moja kati ya collab kali ilitoka inaitwa Leo, Harmonize akimshirikisha Mbosso. Tukikalculate ni kama mwezi haujafika hivi, ni kama wiki 3 hivi na ushare, and then tunaona mpango mwingine ama project nyingine wametuweka tu mashabiki attention, kama ambavyo Harmonize alishafanyaga kupitia kwenye kurasa yake ya Konde Gang, alipostigi akiwa studio pamoja na Mbosso, and then baada muda kidogo tena ikatoka collab. Sasa hivi pia hivyo kwa Kings, sijajua ni nani amemshirikisha mwenzake kama Mbosso ama Alikiba, lakini tumeona wawili hao kuna jambo zito linakuja. Ilikuwa ni sahihi kwa wakati huu Mbosso kuingia studio ama kushare ile clip ambayo yuko studio na Alikiba. Inawezekana wapo studio kitambo, lakini leo hii ndo ametoa ile clip mtandaoni. Sio sahihi. Kwa nini? Kwanza mimi sioni kama Mbosso anahitaji collab kwa wakati huu. Wakati ambapo sio collab yake tu, hata ya kushirikishwa tena na msanii A-list kwa sasa. Unajua hazijapita kama ambavyo umezungumza, hujapita mwezi bado. Ndio. Ngoma ya Harmonize aliyomshirikisha Mbosso imetoka. Ngoma ambayo bado haina hata video officially, ambapo Harmonize ndo anaitangaza kutoa official video. It's okay, game pana, kuna watu wengi, lakini industry yetu tunaijua inaenda na trending. Kwa hiyo Mbosso kukubali collabo kwa Alikiba, na ile obvious ukiangalia manake ni kwamba kwa sababu imepostiwa, nimeanza kuiona imepostiwa kwenye account za Kings Music, manake ile project ni ya Kings ya Alikiba, yuko na Mbosso studio. Project ile ina uwezekano mkubwa inaweza isiue, lakini ikadhoofisha project ya nyuma ambayo ilikuwa imetoka. Mimi nilidhani wangepeana distance, na Mbosso mwenyewe pia angeongea nayo Kings Music kwenye kupush hivi vitu. It seemed like kama vile Kings wanataka waue hivi project ya Harmonize, kwa sababu collaboration ya Alikiba na msanii kama Mbosso, kila mmoja, hata ukiangalia sasa hivi kwa social media, story ni hiyo tu. Kwa mwisho siku project za Harmonize hapa au ya Harmonize ambayo alikuwa anaipush yeye, anaipush Mbosso mwenyewe hard, ni lazima haitokuwa inaenda kama ambavyo pengine kusingeingizwa kitu kingine. Kwa hiyo ni lazima tuwe na strategies za kupush kazi zetu. Sometimes tusijiangalie tu sisi, tuangalie na majirani zetu na watu wetu wa karibu. Lakini vile kwa nini Mbosso anahitaji collaboration nyingine wakati huu ambako tayari ashafanya na msanii mkubwa A-list hapa nyuma? Mimi unajua collab ya Mbosso na Alikiba naichukulia kama, kwangu mimi ukiniuliza, ilipaswa iwe miongoni mwa comeback kubwa kwa wasanii wote wawili. Inawezekana Alikiba, inawezekana Mbosso. Yaani hizi kazi zikitoka, kwanza utoaji wake unapaswa kuwa wa tofauti in promotion wise na kila kitu, kwa sababu ni project kubwa. Yaani kolabo ya Mbosso na Alikiba ni nusu ya kolabo ya Alikiba na Diamond kwa ukubwa wake. Rudia tena hapo hata kuelewa. Kolabo ya Mbosso na Alikiba. Kolabo ya Mbosso na Alikiba ndio ni nusu ya matamanio ya watu kutokea kwa kolabo ya Diamond na Alikiba. It means kwamba kolabo ya Mbosso na Alikiba ni kubwa kuliko kolabo ya matamanio ya Diamond na Alikiba. Hapana. Matamanio ya kolabo ya Diamond na Alikiba ni makubwa. Ndio maana nimesema nusu yake. Yaani kwa namna ambavyo watu wanatamani kuona Alikiba na Diamond wanafanya kolabo, nusu ya matamanio yale yapo kwa Alikiba na Mbosso. Kwa hiyo project hii ni kubwa, walitakiwa waifanye kwa wakati ambao wao wenyewe kwanza hawana vurugu nyingi. Sio wakati ambapo Mbosso ana kolabo na Harmonize. Sio wakati ambapo Alikiba na kolabo na Vanilla.
Alikiba, unapotiz ujio wa kolabo yako na Mbosso sasa hivi na unajua nguvu yako wewe na Mbosso, unauweka wapi? Unaipa nafasi gani wimbo wa Tamu Chungu ambao umefanya na msanii wako Vanilla, ambaye bado ana struggle kupata ile engagement kwenye digital na maeneo mengine? Mizizi aliyoweka Vanilla ni tofauti na aliyoweka Mbosso na Alikiba. Kwa hiyo huu ulikuwa wakati wa kupush kwanza project ya Vanilla. Iende project ya Vanilla. Tamu Chungu imetoka video juzi tu. Leo unakuja unatease tena ujio wako na Mbosso. Strategies zimekaaje hapa? Wiki 2 zimepita, umetutambulishia Mtima Wangu kutoka Rwanda hapa. Project haijawa pushed vizuri, unakuja kuleta project nyingine. Inaendaje? Kwa hiyo mimi ndo maana nasema kuwa ipo haja kubwa sana ya Kings Music pamoja na Asasa Kings kutathmini project planning zao wanavyozisogeza na kuzipush kwenye jamii. Kwa hiyo mimi hapa naweza nikasema Alikiba, King Kiba kwa mkono wake mwenyewe anadhoofisha project ambazo zimetoka kwenye record label yake. Mtima Wangu alitakiwa awe apate muda wa kupush kazi zake akiwemo Alikiba mwenyewe. Tena hata ujio wa kolabo na Vanilla imewahi, ilipaswa kusubiria. Mbona WCB tunaona wanapotoa kazi zao wanatoa kwa distance, anatoa huyu, baada ya time wanatoa huyu, na kuna wakati Simba mwenyewe anasemaga kabisa nakuja, kaeni vizuri, na anaitahadharisha industry kwa sababu anajua industry yetu mifumo yake ilivyo. Kwa hiyo Mbosso na Alikiba na Mbosso wamekosea pakubwa, wamekosea sana. Mbosso, Alikiba wamemkosea Harmonize. Ndio. Na project yake ya leo. Ndio. Leo bado yuko juu ya moto. Yaani sawa wewe Abu umetoka zako na New pale mlimani, umekula baga wewe. Masaa yako mawili hata hajapungua vizuri, unaitiwa pizza. Wanakukosea, wananikosea. Yaani hata uchango wenyewe unaopokea chakula huko bana lakini ukiwa na njaa linaletwa goma vizuri. Yes, una nani vizuri. Kwa hiyo nadhani hata kwenye burudani na kwenye muziki mambo yapo hivyo. What if mimi unaona hii ukimya wa Mbosso kwenye project zake hapa. Na alisema anafunga na EP na Room number 3. Na alivyokuja na ngoma ya Harmonize, mimi nilitegemea akae at least baada ya wiki, mwezi ama siku kadhaa, alafu aje sasa atoe project nyingine iwe yake ama kwa kushirikishwa. Lakini nilikuwa na suggest pia atoe ngoma yake. Mbosso yupo kwenye prime time sasa hivi, isiwe kila mtu anataka kumtumia. Sio kama unaelewa kaka? Yeah. Hivi kwa nini wasanii wakitoka WCB huaga wanakuwa wepesi sana kupokea collab zingine ama kukutana wale watu ambao ilikuwa ni ngumu kukutana kipindi kile yuko WCB? Tumeshuhudia kipindi kile hata Mbosso ametoka tu WCB akaanza kufanya media tour, akaenda kwenye media ya Alikiba kukutana naye pale nini, tunajua zile, na inaonekana kitambo kidogo watu kama wale walikuwa hawajakutana na vitu kama hivyo. Hata pia kwa kina Rayvanny, kwa kina Harmonize, yani wote wasanii ambao wanatoka WCB inakuwa ni wepesi sana kuingilika kipindi ambapo tayari hawapo chini ya management hiyo. Mimi kuna kitu kimoja bwana niliwahi kuongea. Sijui watu watanichukuliaje. Msanii kutoka WCB anakuwa mkubwa. Anakuwa mkubwa kuliko msanii yeyote Tanzania. Demand yake inakuwa kubwa. Brother, hakuna msanii ambaye anataka kolabo na msanii asiyefanya vizuri. Na ukitaka kujua hilo, hizo kolabo wanaombwa wanapotoka WCB. Hii peleke wafikie hii. Ukitaka kujua msanii anatoka WCB mkubwa, wanaotoka WCB ndio wanaombwa kolabo. Wote niambia mimi, kolabo ya Alikiba na Mbosso, utaona Mbosso kashirikishwa. Umeona kolabo ya Harmonize na Mbosso? Mbosso kashirikishwa. Harmonize alimuomba Mbosso. Hiyo sasa hiyo wewe hiyo utafuta utaniambia. Lakini mimi nakupa fact.
Na Mbosso unaweza kukuta anaomba kolabo nyingi kuliko hizo na anachagua. Hii maana yake ni kwamba ukiachana mambo mengine yote, kuna watu nasikia wanasema sijui wanataka kumkomesha Diamond. Diamond hawezi kumkomesha kwa msanii wake kumpa kolabo msanii mwingine. Yaani hakuna mathematics ya hivi, haipo. Kwamba Alikiba akifanya kolabo na Mbosso, Diamond anaumia nini? Diamond asha play part yake, kamsaidia mtu alipomsaidia, ilipobaki ni yeye mwenyewe anaendelea. Kwa hiyo fact hapa ni kwamba hao wasanii wanatengenezwa kuwa biashara kubwa kiasi anapotoka kwenye record label ya WCB, Kings wanamtaka, Konde Gang wanamtaka, Bad Nation wanamtaka, natolea mifano, lakini sijui unaweza kukuta African Princess wanamtaka kwa sababu inakuwa hot cake. Toka una impact. Mbona uone collab za Lava Lava? Unaguna nini? Sijaguna, nimeitikia. Kwamba Lava Lava ana impact. Impact anayo, lakini huwezi kufananisha na hao wengine ambao wametoka. Kwa sababu ya ukubwa, Mbosso ni dubwana sasa hivi. Mbosso mzee. Wanafikiri wasanii pia wanataka trending kaka. Ndio maana msanii unaona maneno yakitoka linachukuliwa na wewe, kwa sababu sasa hapa mtu anaweka kwenye ngoma. Comedian akifanya vizuri unamkuta kwenye ngoma ya msanii. Wanataka trending. Mbosso yupo kwenye prime time. Kwa hiyo kila mtu anamtaka. Na wala sio kwamba wanamkomoa Diamond. Alikiba afanye kumkomoa Diamond. Lakini mi challenge niliwahi kuwapa record label zingine zitengeneze wasanii wakubwa kiasi wanapotoka kwenye hizo record label waende kushiriki kwenye project na wasanii A-list. Kwa nini hatuwaoni? Kwa nini tunaona record label ya WCB peke yake ndio inazalisha wasanii ambao wanagombaniwa huko mtaani? Yaani mimi kitu inaniuma sana. Why msanii wa Konde Gang anavyotoka asiwe anapata hizo deals, asiwe anafanya show kubwa za viwanja kama ambavyo wasanii wa WCB wanafanya? Kwa nini sio wa Kings Music? Kwa nini sio wa African Princess? Why? Kwa uchungu sana. Sawa, lakini pia nimeona Harmonize pamoja na Kajala. Harmonize tumemzoea mzee wa makiki manini kuongea sana, na tulishuhudia pia namna ambavyo sasa hivi yupo ukaribu na Kajala, wamerudiana na nini. So ni kama vile sio story tena, kwa sababu watu walishazizoea hizo mbanga za Harmonize pamoja na Kajala. Ukiwa kama mdau wa burudani, unamshauri nini Harmonize kwenye hili? Endelee na mbanga yake ya yani kumtumia Kajala, yani kwamba ile kikikiki na Kajala nini, ama ziache hizo, tafute njia zingine za kwenda mjini? Harmonize na Kajala bwana, kwanza pale hamna ndoa. Pale ndoa haipo. Hii naizungumza hii mtaikumbuka. Hakuna ndoa pale. Na hakuna mapenzi ya vile jamani. Hata kama mapenzi sawa ni umri, wale wamependana, sawa wamependana, lakini hakuna future, labda nitumie kauli ya namna hiyo. Mimi nachoweza kuwashauri Harmonize na Kajala wafanye biashara. Watumie mapenzi yao kufanya biashara. Harmonize wanasema nyota yake ipo kwa Kajala, akirudiana tu stories zinakuwa kubwa nchini. East Africa kila mtu anaandika Harmonize na Kajala. The same to Kajala. Akifanya tu kitu kwa Harmonize, stories zinakuwa kubwa. Dunia ya leo ya digital inahitaji namba kwenye mtandao, inahitaji influence. Kwa yale ambayo wanayofanya iwe sehemu ya wao kuingizia kipato. Hao unaona Kajala anaandaa hizo documentary na news zake, podcast zake, ndo pesa zenyewe zile. Anarudi mjini, anatengeneza podcast, anazungumzwa na kila mmoja anaangalia. Anahitaji attention, watu kumfuatilia mambo yake. Harmonize, andaa project yako kabla ya kuchomoa project, tengeneza attention kidogo. Sijui mmegombana na Kajala, fumua chuma, tuondoke. Lakini sio eti kwamba hawa ndo nini hao ndo wapenzi hao wamependana kuliko. Hakuna kitu kama hiki. Harmonize mwenyewe unamwonaje bad boy? Kajala purusha zake unazionaje?
Kwa hiyo mwisho wa siku mimi nadhani watumie mahusiano yao kutengeneza pesa. Ndio. Kutengeneza pesa, na ndo nachokiona kiukweli. Mimi sioni mapenzi pale. Mimi naona biashara ya mapenzi kati ya Kajala pamoja na Harmonize, sio kwa ubaya yani. Tufunge na ili hapa. Funga. D-Voice pamoja na Zuchu wana collab yao sasa hivi nakimbiza digital kwa inaitwa Baridi, lakini baadaye walikuwa mengi juzi kali tu hapo mitandaoni, picha za D-Voice akiwa amevaa masweta yeye anafanana Simba la Masimba, mpaka yeye mwenyewe D-Voice akaja kukanusha kwenye kurasa yake ya Instagram kwamba mimi sio yule, yani mimi si nguo zimefanana, sivai nguo za Simba nini na nini. Tukianzia hapo kwenye kauli kama ile ama kwenye swala kama hilo, ni kama vile wanashusha brand yao WCB, kwa sababu tunazoea yani tulivyojiwekea mentality yetu ni hatutaraji kumuona msanii amerudia nguo. Sasa ile nguo ambayo alivaa D-Voice inafanana na Simba. Sikiliza bwana. Ile sio inafanana bwana, ile itakuwa nguo za Simba bwana. D-Voice bwana, wewe nunua pamba zako. D-Voice anunue pamba zake, aache kugongea vitu vya watu. Sijui kama umeelewa. Lakini vile vile kwenye engo ya kujibrand, juzi mimi nimetoka kuzungumza hapa, sema kwamba bwana D-Voice ni miongoni mwa wasanii, yani ndo mimi kwangu mimi naona ndo msanii pekee wa Singeli anayenyuka. Yani bwana ukikutana bwana noma yani. D-Voice anajua sana kutengeneza ile brand yake kwa wasanii wa Singeli, na ukizingatia wasanii wa Singeli wamekuwa kilalamikiwa hapa bwana mionekano yao. D-Voice ni number 1 nchini Tanzania. Fashionist, anapendeza kinoma. Sasa vitu vidogo vinakutia dosari. Kwa nini uvae koti la Simba tena? Makoti yameisha bwana. Kwa hiyo bwana D-Voice aache longolongo. Yani haipaswi watu ikiwezekana kama kuna vikasoro vidogo naweza kuviepuka, just viepuke. Kwa nini yani? Na mimi yani mpaka sasa hivi kiukweli sioni sababu ya D-Voice kuchukua nguo za Diamond. At least chain, unavaa chain, mtu hawezi